unajua haya mashindano yalivyo yana tempo. Yaani siku ya kwanza ni tofauti na siku ya pili. Mchezo wa kwanza ni tofauti na mchezo wa pili. Inawezekana hii mechi ya kwanza tukakosa kuona kile ambacho tulikuwa tumekifikiria. Lakini mchezo wa pili ukatugea hiyo intensity ambayo tunataka kuiona. Na sisi tunataka watu washindane ili tuwaonyeshe kwamba mimi ni mwigizaji, mimi ni mwanamuziki, mimi ni afisa habari wa club, lakini nikiugusa kwenye hii Samia Celebrity Cup nagusa vizuri. Ndio kitu ambacho tunatamani kuona kinakuwa showcased kwa watu. Ukiangalia Samia Cup iliyopita na hii kuna tofauti gani ambao unaona? Ngumu sana kuilinganisha, lakini nafikiri mvuto ambao ulikuwa kutoka msimu uliopita ndio ambao umekusanya watu ambao tunawaona, ndio ambao unawafanya watu waliokosa nafasi pembeni kuwa wamedhamiria next time pengine wawahi mapema zaidi, ndio ambayo imefanya mwitikio ukawa mkubwa hivi kwenye mchezo tu wa kwanza leo wa ufunguzi. So haya nayo tuwape muda kidogo, ukifika muda ukafikia hatamu ya ile au yakamalizika, ndio tunaweza kufanya evaluation kwamba yapi yana msisimko, lakini ufunguzi leo umebebwa na historia nzuri ambayo tuliacha kutoka msimu uliopita. Wewe kama kocha una kipi cha kusema sasa, kwa sababu wewe una timu yako na wewe? Kuna vitu vingi sana vya kusema. Kwanza, michezo ni furaha. Sisi tunakutanishwa na michezo kwa ujumla. Bahati nzuri pia hatuingilii kwenye mifumo ya kiibada kwa sababu najua tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mara nyingi mashindano yanaanza saa 4 wakati pia swala ya tarawih imeisha. Mpaka saa 6 sisi hapa tumemaliza. Mechi zinachezwa dakika 30, ni mechi 2 kwa siku. Kutoka hapo tunarudi nyumbani, tunapumzika kidogo, tunapata muda wa kufanya ibada za usiku za kuanzia saa 8 na kujiandaa na daku. Baada ya hapo tunaendelea na mfungo wetu. Kwa hiyo kikubwa watu wajitunze, tufanye ibada sana kipindi hiki, tujitokeze kwa wingi kuja kushiriki kwenye mazoezi kwa sababu kama sisi Waislamu tunahusiwa kufanya mazoezi na hii ni sehemu ya mazoezi. Wenzetu wa Kristo pia ambao wako kwenye mfungo wao wa Kwaresma wanahusiwa mazoezi. Hakuna dini ambayo inakataza mazoezi. Kwa hiyo tujitunze, tufanye mazoezi, tukipata muda wa kuja kufurahi na wenzetu kama hivi tufurahi, lakini kwa adabu na kila mtu amheshimu mwenzie. Shukrani sana. Merci. Thank you.